Karibu katika kipindi hiki cha neno la Mungu, ndugu msikilizaji na unayenitazama. Tunamshukuru Mungu, tumefika nusu ya pili ya mwezi huu Januari. Mungu ametupa afya, ametupa nguvu. Ujumbe wa leo ambao tunatafakari na sio tafakari, ila leo ni maelekezo tu ambayo naleta kwa namna ya kuombea nusu ya pili ya mwezi wa kwanza na miezi mingine ijayo. Ujumbe wetu ambao unatuongoza katika maelekezo haya unasema, mkono wa Mungu upo juu yako, upo juu yetu kututendea mema. Labda tusome, unapata ujumbe huu. Ujumbe huu unapatikana kitabu cha Nabii Ezra sura ya 8 mstari wa 22. Mstari wa 22 tunaweza tukasoma Nabii Ezra sura ya 8 mstari wa 22 unasema, maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya watu wote watu wamtafutao kuwatendea mema, bado uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Tuombe. Bwana Yesu, asante, tunakushukuru. Nusu ya kwanza ya mwezi wa Januari tumemaliza na tumeanza nusu ya pili. Tunakuomba ujumbe huu ufae kutuongoza katika nusu ya pili ya mwezi na miezi ijayo, katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, ninajua umeanza mwaka 2026 ukiwa na mipango yako ya maisha, ukiwa na malengo yako ya maisha, na umeshaanza mikakati ya kutekeleza hiyo mipango na malengo yako na maono uliyokuwa nayo kwa mwaka huu 2026. Tayari umeshaanza. Leo nataka niseme ujumbe ambao ni maelekezo ya kwamba tukiwa tumeingia nusu ya pili ya mwezi, nataka nataka niseme kwamba tengeneza mazingira ya Mungu kuongoza mipango, maono, ndoto zako ulizozipanga kwa maisha yako mwaka huu 2026. Tengeneza mazingira ya Mungu kuongoza hayo yote uliyopanga na kukuongoza wewe ili uweze kuyakamilisha. Jambo la kwanza. Jambo la pili, omba ulinzi wa Mungu akulinde wewe, ayalinde hayo yote ili aweze kukamilika. Nabii Ezra, mwandishi wa Torati, kuhani, akiwa amewachukua Wayahudi kuwatoa kule Babeli, ikiwa ni awamu ya pili ya Wayahudi kutoka katika nchi ya uhamisho kule Babeli kurejea Yerusalemu. Wakati analiongoza taifa la Israeli, anawaongoza Wayahudi, alikusanya watu kwenye mto Ahava, akaomba na kufunga na kutafuta njia iliyonyooka. Nini? Anatafuta uongozi wa Mungu katika safari yao. Anatafuta uongozi wa Mungu katika yale yote walionayo. Walikuwa wamebeba mali, walikuwa na mipango ya kwenda kujenga Yerusalemu mpya, wana mipango ya kwenda kujenga Yerusalemu kwa upya. Kwa hiyo Mungu aongoze hiyo mipango, Mungu ayaongoze walionayo. Ndio maana alisema tukaomba kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili yetu na kwa ajili ya mali, mipango ya maisha. Akaomba wewe, ili uweze kufanikiwa vizuri, uweze kufika salama, omba Mungu akuongoze, ayaongoze hayo, akuongoze wewe. Omba ulinzi wa Mungu. Ezra anasema njiani kulikuwa kuna maadui, na wewe hapa njiani kufika kwenye hatima yako, kwenye malengo yako, kwenye mipango yako, kuna uadui. Uadui wanaweza kawa ni wanadamu, wanaweza zikawa ni roho zilizovaa wanadamu, inaweza zikawa ni maroho ya magonjwa, inaweza ikawa ni maroho ya uchawi, ya ushirikina, ya uganga, inaweza ikawa ni mauti ambazo ziko mbele yako, inaweza ikawa ni uharibifu wa kila namna kwenye maisha yako. Omba ulinzi wa Mungu, omba uongozi wa Mungu kuongoze katika mipango yako. Na unaweza kaniambia, mtumishi wa Mungu, nimeanza mwaka kwa maombi ya kufunga na mwingine hajafunga. Wewe ambaye hujapata nafasi ya kufunga na kuomba, nataka mimi nikushawishi ya kwamba chukua hata siku moja tu ya masaa 24 ambayo utafunga, hauli wala unywi, ukiombea mipango, maono yako uliyoyapanga. Tengeneza mazingira ya Mungu kuongoza mipango yako kwa njia ya maombi,
kufanya ibada, sadaka, kutoa sadaka kwa ajili ya mipango yako. Mungu akuongoze. Kwa hiyo unaweza kusema, mtumishi, mimi nimeomba na nimefunga, lakini baada ya kufunga na kuomba tu, nimemaliza maombi ya kufunga na kuomba, ndio naona nakufa, naona niko makaburini, tunakula nyama, na kunaona vitu vya ajabu ajabu, naona mume wangu ananiacha, mke wangu ananiacha, naona kazini naachishwa kazi, naona vitu vya ajabu ajabu. Mwingine unaona kabisa kama ujauzito unatoka, kama wewe ni mama mjamzito, unaona vitu vya ajabu ajabu. Sikiliza nikwambie, hiyo ni vita tu iliyoko njiani, hiyo ni upinzani tu ulioko njiani. Lakini mkono wa Mungu ukikuongoza, ulinzi wa Mungu ukikulinda, ukalinda hiyo mipango, utafika salama, utafanikiwa, utavuka. Mimi nataka leo nikuombee maombi haya matatu kwa ajili ya nusu ya pili ya mwezi Januari na miezi ijayo, na kuombea mkono wa Mungu uwe juu yako, kwa maana Mungu akuongoze. Alafu ninakuombea ulinzi wa Mungu, alafu nakuombea wokovu wa Mungu uko njiani, adui asikusumbue, adui asikukwamishe. Ubarikiwe sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya nusu ya kwanza ya mwezi Januari, na tumeingia nusu ya pili ya mwezi Januari. Mtoto wako na mtumishi wako huyu, kuna mwingine ameshafunga na kuombea mipango yake, maono yake aliyokuwa nayo kwa mwaka huu, kwa miaka ijayo, kwa miezi mitatu, kwa miezi 6, mwaka mzima. Ninakuomba Baba ukayaongoze maono yake, na kuomba Baba ukamuongoze yeye, na kuomba Baba ukayafanikishe maono yake, na kuomba Baba ukamfanikishe, na kuomba mkono wako Baba uwe juu yake Bwana, umuongoze na kumtunza na kumfanikisha, na kuomba mkono wako wenye ghadhabu uwe juu ya adui, kama ni roho za uchawi, kama ni roho za uganga, kama ni roho za ushirikina, anayeota na kufa, anayeota na zikwa, hizo roho za kufa, hizo roho za kishetani ziondoke katika maisha, katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba umlinde, yalinde maono yake, ilinde mipango yake, walinde watoto wake Baba, umlinde, umfanikishe. Baba wa mbingu na nchi, na kuomba achilia nguvu ya wokovu kwenye maisha yake, umfungue kwenye vifungo, kwenye matatizo Baba, kwenye matatizo mbalimbali ya kiroho, ya kiuchumi, ya kifamilia, ya kiuzao, katika jina la Yesu. Hizo roho zimwachie, vifungo vimwachie katika jina la Yesu. Tunaita nguvu zako Bwana kwenye maisha yake mahali alipo. Tunaita nguvu yako ya ukombozi Bwana. Inawezekana kama ni magonjwa ndicho kikwazo cha maono na mipango yake, na kuomba katilie nguvu ya uponyaji juu yake Bwana. Inawezekana kama ni roho za kimizimu, ni roho za kichawi ambazo zimeachiliwa Baba, naomba katilie nguvu yako ya wokovu. Umesema ghadhabu yako, Ezra akasema ghadhabu yako ni juu ya hao wamwachao Bwana. Mungu katilie nguvu zako, achilia nguvu yako, achilia hukumu yako juu ya maadui, juu ya juu ya roho za magonjwa, juu ya roho za mauti, zimwachie, ziondoke Baba. Uliwaambia wana wa Israeli wakati ule wa Musa, kitabu cha Kutoka sura ile ya 6 ile aya ya 8 na kuendelea, ya kwamba Bwana utawaokomboa watu wako kwa mkono na kwa hukumu. Baba, achilia hukumu yako juu ya mabaya, yamuondoke, yamwachie katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu tunaombea Baba, uiongoze mipango yake ya miezi 6, mipango yake ya miezi 9, mipango yake ya miaka 3, ya miaka 5 ijayo, mipango ya kitaifa, mipango ya kifamilia, mipango ya kiroho, mipango ya kihuduma. Baba, tunakuomba kaiongoze, tunakuomba kaishike kwa mkono wako. Mkono wako uwe juu yake mtumishi wako huyu, mkono wako uwe juu yake mtoto wako huyu, umuongoze, umfanikishe Baba, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tukiamini Mungu umetenda katika jina lako, amen. Ndugu msikilizaji, usiogope, usilie, usikate tamaa. Mkono wa Mungu uko juu yako kwa kutendea mema, na nakuombea mema uyaone kuanzia sasa kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, ofisini kwako, katika jina la Yesu, amen. Ubarikiwe sana. Usiache kusubscribe channel yangu na kumtumia mwingine ujumbe huu, na nenda kwenye Facebook, nimeandika vizuri somo hili hapa. Nimeleta mwongozo wa maombi na kukuombea, lakini somo nimeliandika vizuri pale Facebook, na Mungu akitupa kibali tutaendelea kuandika tena, kuendelea na somo hili. Nenda Facebook, andika Emmanuel Mzarubi, utakutana na somo. Subscribe channel na comment na tuma kwa wengine. Mungu akubariki sana.